IRGC yasimamia kupita salama meli nyingine 26 kwenye mlango bahari wa Hormuz. Jeshi la Walinzi wa Mapinduzi ya Kiislamu limesema meli 26 za biashara na meli za mafuta zimevuka mlango bahari wa Hormuz katika muda wa saa 24 zilizopita baada ya kuratibu na kikosi chake cha wanamaji na kuonya kwamba jaribio lolote la kuvuruga au kufungua njia hiyo ya bahari ya kimkakati itakabiliwa na jibu kali. Ofisi ya uhusiano wa umma ya jeshi la wanamaji la IRGC ilieleza kuwa jeshi hilo linasimamia kwa busara mlango huo kwa mamlaka kamili na kusisitiza kuwa meli zote zinapata kibali na kuwasiliana na kikosi cha wanamaji kabla ya kuvuka ukanda huo muhimu. Kwa mujibu wa taarifa hiyo, meli kadhaa zilijaribu kuingia kinyume cha sheria katika Ghuba ya Uajemi baada ya kuzima mifumo yao ya ufuatiliaji baharini na kuchukuliwa hatua na IRGC. Sasa tutazame kwa nini makubaliano yoyote na Iran ni fedheha kwa Trump. Kadiri uwezekano wa kufikia makubaliano kati ya Marekani na Iran unavyoongezeka, waandishi wa habari na wachambuzi mashuhuri wa Marekani wanatoa maoni yao kwa wazi zaidi kuhusu kushindwa Trump na Netanyahu kutimiza matakwa yao katika mashambulio ya kijeshi dhidi ya Iran. Robin Wright, mwandishi wa habari mkongwe wa Asia Magharibi, ameeleza kwenye gazeti la New York operation ya Epic Fury ya utawala wa Trump dhidi ya Iran kama maafa makubwa. Operation hiyo ilianza kwa uvamizi wa kijeshi wa Marekani na utawala wa Kizayuni mnamo Februari 28 na kuahidi kuharibu kabisa mpango wa nyuklia wa Iran, kukata uungaji mkono wa Tehran kwa mrengo wa mukawama katika eneo na hata kubadilisha mfumo wa utawala wa Iran. Lakini baada ya uvamizi huu wa kijeshi wenye gharama kubwa, matokeo ya mwisho yamekuwa kinyume na malengo hayo makubwa, ambapo mazungumzo ya sasa yanaelekea kwenye makubaliano dhaifu zaidi kuliko alivyotarajia Trump. Thomas Friedman, mwandishi mashuhuri wa gazeti la New York Times, pia ametilia shaka mtazamo wa rais wa Marekani kuhusu vita na Iran kwa sauti ya ukosoaji na kukejeli katika makala yenye kichwa cha habari kinachosomeka Bwana Trump, hii ndiyo ladha chungu ya kushindwa na sio karamu ya ushindi, ambapo amesisitiza kwamba hata kama Marekani itafanikiwa kuharibu urani ya Iran iliyorutubishwa, lakini sehemu ya mpango wa nyuklia na uwezo wa kistratejia wa Iran utaendelea kuwepo na kwamba mfumo wake wa kisiasa hautabadilika. Suala ambalo mwandishi anasema kuwa linaweza kupelekea kuimarika zaidi nafasi ya Tehran kieneo na kimataifa. Kwa mujibu wa gazeti la New York Times, sehemu ya matokeo ya mzozo huu yatakuwa makubaliano ya siku za usoni ambayo yanaweza kupunguza hatua kwa hatua baadhi ya vikwazo vya kiuchumi dhidi ya Iran, kuipa Tehran rasilimali zaidi za kifedha na hivyo kuongeza nguvu zake katika eneo. Sehemu nyingine ya uchambuzi huu inabainisha hatari zisizotarajiwa za vita na kueleza kuwa Washington na Tel Aviv hazikuzingatia kikamilifu hali zinazoweza kutokea kabla ya mzozo kuanza, ikiwa ni pamoja na uwezo wa Iran wa kuvuruga njia muhimu za nishati kama lango bahari la Hormuz, ambapo sehemu kubwa ya biashara ya mafuta duniani kupitia hapo. Dan Sritonovich, mchambuzi mkuu wa Asia Magharibi na mtafiti kwenye Baraza la Atlantic, amesisitiza katika mahojiano na gazeti la New York kwamba makubaliano yoyote yanayoweza kufikiwa na Iran yatakuwa fedheha na kushindwa kistratejia kwa Donald Trump, na kwamba kampeni ya kijeshi ya Washington na Tel Aviv imeshindwa kubadilisha mahesabu ya Tehran kwa kadiri kwamba White House sasa haina budi ila kukubali masharti ya upande wa pili. Mchambuzi huyo anasisitiza kuwa kinyume na lengo la awali la jeshi la Marekani na Israeli la kutaka kupindua utawala wa Iran, kampeni hii ya kijeshi hatimaye imepelekea kuimarika zaidi utawala huo. Ingawa vita vinaweza kuwa na mafanikio ya kimbinu, lakini vimekuwa kushindwa wazi kimkakati kwa Washington, kinyume na dhana ya ikulu ya White House. Sritonovich anaamini kuwa milipuko ya mabomu, mzingiro na kushambuliwa vituo vya nishati vimeshindwa kuilazimisha Tehran jisalimishe, ambapo viongozi wa Iran kwa kudiriki vizuri wa hivi ni vita vya kufa na kupona wametumia nguvu zao zote kukabiliana na adui, na sasa wakiwa na nguvu kubwa hawakubali tena matakwa ya kubomoa taasisi zao za nyuklia. Dan Sritonovich pia anaamini kwamba rais wa Marekani amenasa kati ya chaguo baya na baya zaidi, na sasa analazimika kukubali mapatano mabaya kabisa kutokana na hofu ya kuongezeka mivutano, hofu ya kutuma askari wa nchi kavu na wasiwasi kuhusu gharama za kiuchumi za vita kabla ya uchaguzi wa katikati ya muhula. Na kwa mujibu wa mchambuzi huyu, makosa makubwa zaidi yaliyofanywa na Washington ni kuishinikiza Iran, kuilazimu itumie uwezo wake muhimu zaidi wa nguvu katika kudumaza uchumi wa dunia kwa kufunga lango bahari la Hormuz, chombo cha nguvu ambacho mafanikio yake yamewashangaza wengi ulimwenguni. Iran sasa inatumia chombo hicho
kama uwezo muhimu wa kufikia mapatano na simu wake kwenye meza mazungumzo. Vita hivi vimesambaratisha kabisa itikadi ya Netanyahu, ambaye kila mara alikuwa akiahidi kuwa kwa ushirikiano na uungwaji mkono kijeshi wa Marekani angeishinda Iran mara moja. Katika upande wa Lebanon pia, ikiwa Trump anataka kufikia makubaliano ya kudumu, itamlazimu afungue kabisa mikono ya Netanyahu katika utekelezaji wa jinai zake dhidi ya Hezbollah. Ni wazi kuwa uamuzi wa Trump wa kujiondoa katika mapatano ya nyuklia JCPOA bila ya kuwa na strategia mbadala umetajwa kuwa ni makosa makubwa zaidi ya kistratejia katika historia. Mahojiano ya gazeti la New York na Citrinovek yanahitimisha kwamba makubaliano yoyote yanayoweza kufikiwa sio ishara ya ushindi kwa Trump, bali ni jaribio la kujiondoa kwa heshima katika vita ambavyo havikufikia malengo yake ya awali, na isitoshe imebadilisha mlingano wa nguvu kwa maslahi ya Iran. Katika kujibu swali kuhusu namna wanahistoria wa siku za usoni watakavyolichukulia tukio hili, John Mearsheimer, mwananadharia mashuhuri wa Marekani, anasema wakati baraza la mahusiano ya kigeni la Marekani lilipowauliza wanahistoria wa diplomasia huko New York yapata miaka miwili iliyopita kuhusu ili kubaini kosa kubwa zaidi la sera ya mambo ya nje ya Marekani, walisema ni vita vya Iraq vya mwaka 2003. Lakini ninaamini kwamba shambulio la Iran mnamo Februari 28 litaingia katika vitabu vya kihistoria kama kosa kubwa zaidi la sera za kigeni lililowahi kufanywa na Marekani, na hivyo kuibua tofauti kubwa ikilinganishwa na vya Iraq. Vilevile CNN, televisheni hii ya nchini Marekani, imetoa ripoti ambayo inaeleza kuwa Rais Donald Trump wa Marekani amezitishia nchi zaidi ya 15. Hiyo ni katika miula yake miwili ya uongozi, yaani kwa mahesabu ya haraka amefanya hivyo kwa nchi moja kati ya kila nchi 13 duniani. Kwa mujibu wa ripoti ya CNN, Trump aliongeza Oman kwenye orodha ya vikwazo, akionya kwamba nchi hiyo inaweza kukabiliwa na hatua za kijeshi za Marekani iwapo itashirikiana na Iran kudhibiti mlango bahari wa Hormuz. Akizungumza kwenye kikao cha baraza la mawaziri huko White House, Trump amesema Oman itatenda kama nchi nyingine au itabidi tuwalipue. Ripoti ya CNN imeyataja matamshi ya Trump kuwa ni sehemu ya tamko rasmi la sera za Marekani, ambapo vitisho na utumiaji mabavu vimekuwa jambo la kawaida kwa rais wa Marekani. Trump ametoa vitisho hivyo katika miezi 16 muhula wake wa pili wa urais, ambapo amezishambulia nchi 7 duniani, yani Iran, Iraq, Nigeria, Somalia, Syria, Venezuela na Yemen. Baadhi ya nchi hizo pia zilishambuliwa wakati wa muhula wake wa kwanza wa urais. Ripoti ya CNN imefafanua kuwa idadi hiyo ya nchi ni mbali na mashambulizi yaliyofanywa dhidi ya boti zilizotuhumiwa na Trump kuwa zinajihusisha na biashara ya dawa za kulevya katika bahari za Caribbean na Pacific, ambayo yalizilenga meli karibu 60 na kuua watu zaidi ya 190. Hayo yakiendelea, gazeti la Washington Post limeandika kuwa vita vya waziri mkuu wa Israeli Benjamin Netanyahu dhidi ya watu wa ukanda wa Gaza, Lebanon, Syria, Iran na Yemen vimeiweka Israeli kwenye njia ya mmomonyoko wa kijeshi, kushindwa kimkakati na kutengwa kimataifa. Washington Post inasisitiza kwenye ripoti yake kwamba baada ya Oktoba 7, 2023, operation Kimbunga cha Al-Aqsa, Netanyahu alijitenga na sera ya awali na kupitia sera ya vita mfululizo amejaribu kubuni upya ramani ya Asia Magharibi, lakini mbinu hii haikufanikiwa kufikia malengo yake yaliyotangazwa, lakini pia imepunguza sana uungwaji mkono wa kimataifa wa utawala wa Kizayuni wa Israeli. Ripoti hiyo inaongeza kuwa malengo ya Netanyahu nchini Iran, ikiwa ni pamoja na kuharibu mpango wa nyuklia wa amani na kuondoa madarakani utawala wa nchi hiyo, yameshindwa na Teherani imejibu kwa kudhibiti mlango bahari wa Hormuz. Kwa mujibu wa ripoti hiyo, utawala wa Kizayuni sasa unategemea sana na kwa njia hatari usaidizi wa kijeshi wa Marekani, huku uungwaji mkono wake ndani ya Marekani ukishuka hadi kiwango kisicho na kifani. Gazeti la Washington Post limehitimisha kwamba jaribio la Netanyahu la kupata usalama kamili kupitia nguvu za kijeshi pekee limekuwa na matokeo kinyume na linaharibu usalama na nguvu za utawala wa Israeli kwa muda mrefu. Mbunge mwandamizi wa Lebanon amesema kuwa harakati ya Hezbollah itaendeleza operesheni zake za kijeshi dhidi ya vikosi vya utawala wa Israeli. Hassan Fadla, mjumbe wa kambi ya waaminifu wa Mukawama katika bunge la Lebanon, amesema kuwa uvamizi wa damu unaoendelezwa na Israeli unalenga kukalia ardhi kwa mabavu na kuwafukuza watu makazi yao. Kauli yake imekuja wakati jeshi la Israeli likiongeza mashambulizi kwenye ukanda wa kusini, likilenga vituo vya afya na maeneo ya makazi ya raia, hatua ambayo mashirika ya kibinadamu yanaonya kuwa ni ishara ya kupanuka kwa vita. Shukran kwa Baba wa Kivita. Mimi ni The Right Voice.